Tumezikata takriban kilomita 50 kutoka makao makuu ya mkoa wa Simiyu Bariadi mpaka hapa kata ya Sapiwi, kijiji cha Sapiwi, ambapo kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HEET, majengo 4 yamejengwa katika kampasi hii ya chuo cha IFM. Katika mradi wa HEET, yani Higher Education for Economic Transformation, tunatekeleza mambo mbalimbali. Tunatekeleza ujenzi wa jengo la kufundishia ni ghorofa 3, lakini tuna jengo lingine la hosteli ni ghorofa 1. Kapasiti ya hosteli ni 112 wanafunzi. Na tuna ujenzi wa zahanati, tuna ujenzi wa jengo la ATM, yani kutakuwepo na ATM za benki kwa huduma za kifedha pamoja na maduka. Na tunazo pia shughuli za nje, kurekebisha mitaro na vitu kama hivyo. Na pia tuna ujenzi wa viwanja vya michezo. Jumla ya majengo yote hayo yamegharimu kiasi cha bilioni 15 bila VAT. Kwa pamoja na VAT na kwa bilioni 17. Huu mradi kwa kweli tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kiongozi mkuu wetu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan kuwezesha kupatikana pesa kwa ajili ya Higher Education for Economic Transformation, na sisi chuo cha usimamizi wa fedha tukiwemo, na hasa hizi kampasi ambazo ziko pembezoni, kampasi kama hii ya Simiyu. Tumepata fedha hizi na tunatekeleza ujenzi huu, utatupa faida nyingi sana kwa kweli. Na faida mojawapo kwanza ni kampasi ilikuwa bado iko changa na ina majengo machache. Kwa hiyo tutaweza kuonekana katika muktadha wa kuongeza majengo, lakini tutaweza pia kudahili wanafunzi wengi, kwa sababu awali tulikuwa na majengo machache ambayo yanaweza kahosti, yanaweza kachukua wanafunzi wachache. Lakini kwa kuongeza hosteli ya wanafunzi 112 na kwa kuongeza jengo la kufundishia ghorofa 3 ambayo kiukweli itaweza kuchukua wanafunzi 2000, tutapata nafasi ya kudahili wanafunzi wengi na kuifanya kampasi yetu iweze kuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi. Chuo cha usimamizi wa fedha kwa ujumla wake na kwa mradi wa HEET kwa ujumla wake kimeandaa mitaala pia ambayo inakidhi mahitaji ya soko. Kwa mfano, tumeandaa mitaala ya cyber security ambayo ni kozi mpya kabisa, na chuo chetu cha usimamizi wa fedha ni miongoni nadhani mwa vyuo viwili vinavyotoa hiyo kozi. Kwa hiyo tunazo kozi kadhaa ambazo zimeanzishwa kwa kupitia mradi wa HEET. Tuna jumla ya kozi 12 mpya ambazo zimeanzishwa pamoja na kuwepo kwa huu mradi wa HEET. Lakini nyingi tayari zimepitishwa na NACTIVATE ambayo ni msimamizi wetu katika mambo ya kitaaluma, na nyingine bado zinaendelea kwenye mchakato. Na labda kwa kusema tu, tumeanzisha mpaka PhD. Tumelaunch PhD mwezi uliopita na tumeshapata mpaka wanafunzi. Kwa ujio wa chuo cha IFM kimesaidia sana maendeleo katika kijiji cha Sapiwi na kwa kata nzima, especially kwa mradi unaoendelea hapa. Asilimia kubwa wanaoajiriwa hapa ni vijana na wamama. Kuna hapa wamama ambao wanalea familia zao kwa single parent. Imewasaidia sana kupata mahitaji yao ya kiuchumi na kila siku, especially kwa hudumia watoto kwenda shule na kupata mahitaji yao mengine yanayoendelea. Na mradi huu utakapokamilika itakuwa imesaidia sana kwa wakazi wa Sapiwi. Na hata hivyo wakazi wa Sapiwi wamenufaika kwa maendeleo. Tayari bado kuna wanafunzi ambao wameweza kupangishwa kwenye maeneo yetu tunamoishi, na imesababisha kuwa na mwingiliano mkubwa wa wafanyabiashara. Na pia imechangia kwa watu wanaopangisha vyumba kuwa bei ghali kuzidi na vijiji vingine viendelea. Kabla sijaingia kwenye huu mradi nilikuwa tu mama wa nyumbani, kwa sina kazi yoyote. Ila kwa sasa nilivyoingia kwenye huu mradi, kuna vitu vingi nimenufaika kutokana na huu mradi. Saidia tu matumizi ya nyumbani, nunua kiwanja, nunua tumbuzi. Yaani kwa kweli kwenye huu mradi nimenufaika mno. Nimetokea Mbeya, mimi ni fundi carpenter.
Of course kampuni ilinitafuta, nikaweza kupanda gari nikaja Sapiwi. Kwa miezi michache niliokaa hii, nimeweza kuinua pagala, nyumba nyingine manake ya pili ndio niko kuimalizia naye. Kwa ni faida moja wapo. Kwa miezi michache niliokaa nimetrain vijana 5. Kwa tayari ni faida, nao tayari wameshakuwa na ujuzi mpaka sasa hivi. Eneo hili bado lilikuwa liko nyuma kwa maana ya watu kuweza kujiongezea vipato, watu kuweza kujenga majengo ya kuishi, yani nyumba za kuishi, lakini pia nyumba za biashara. Palipokuja mradi huu, tumeanza kuona uongezeko la ujenzi wa nyumba za kuishi. Tumeanza kuona watu wanapata pesa, wameongeza vipato kulingana na vile vipato walivyokuwa navyo awali. Kwa hiyo uwezo wa kujenga nyumba za kuishi, nyumba za kudumu umeongezeka. Lakini pia wakati mradi unakuja, palikuwa na nyumba chache za wageni, nyumba za kufikia wageni. Mpaka mradi ulipofika, zimejengwa nyumba 2 za kisasa za wageni kutokana na hizi shughuli za mradi wa HEET katika eneo hili. Awali hazikuwepo hizo nyumba 2. Lakini pia kuna ongezeko kubwa la wafanyabiashara. Ongezeko kubwa la wafanyabiashara wakati na wadogo. Kuna ongezeko kubwa la maduka ya bidhaa na huduma, kwa maana maduka ya bidhaa na huduma, lakini saluni za kike na kiume. Kuna ongezeko la migahawa ya chakula. Kwa kweli wakati tunafika tulikuwa na migahawa kama 4. Sasa hivi tumeshazidi migahawa 12 hivi. Na yote inafanya kazi kwa sababu ya ujio wa mradi wa HEET, uwepo wa wanafunzi. Huu mradi wa HEET unaleta watu wengi, wafanyakazi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo wanapata huduma zao wanapokuwa katika shughuli za ujenzi. Hii ni barabara ya njia panda ya Lamadi Mwanza, Lamadi Musoma, na inanyoka moja kwa moja kwenda Bariadi. Mbele kidogo hapo ndipo ambapo kinapatikana chuo hiki cha usimamizi wa fedha IFM. Hii ndo senta kubwa ya kijiji cha Sapiwi. Kazi kubwa iliyoleta hapa ni kuangalia namna ambavyo utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HEET ulivyoweza kuwanufaisha wakazi wa Sapiwi kiuchumi. Kwanza tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan. Kazi anayoifanya ni kubwa, sio mchezo. Kwanza tumeshukuru. Kule kumwaga sekondari zote za wanawake zimetufikia hata sisi kampasi ya Simiyu. Na hiki chuo ni mgodi, tunafurahi sana. Wakati hiki chuo watoto wetu tunasomesha kule Dar es Salaam kuna sumbuka sana. Mpaka unamlipia ile kodi ya nyumba, unamlipia chakula na nini. Lakini sasa hivi mtoto anarudi nyumbani anakula chakula cha nyumbani na analipwa ule mkopo unamsaidia. Lakini kipindi kile watoto tunasomesha kule mbali tulikuwa tunateseka sana. Sasa hivi tunasema alhamdulillah. Tunashukuru. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiki chuo kimeleta ule mzunguko wa pesa. Biashara zinapanuka, mzunguko wa pesa. Wanachuo wako hapa, ule mzunguko unakuwa mkubwa kibiashara. Watoto wako hapa wanafanya biashara zao, wanapata faida kulingana na hiki chuo. Sasa hivi ikisema kampasi ya Simiyu, basi sisi tunajidai kwamba kampasi ya Simiyu tunayo hapa Sapiwi. Na tunavuna mapesa kupitia kile chuo. Tunashukuru sana kwa hilo. Baada ya kuja mradi wa chuo cha IFM hapa Sapiwi, nimefaidi vizuri sana. Kitu nilichofaidi hapa, nimepata kapikipiki. Nikinunua kapikipiki alikuwa kabovu haka, ile katengeneza kakawa kazima kupitia au tulikuwa nachukua hapa na nao pale chuoni pale, wanipa shilingi 1000 kutoka hapa stendi kwenda pale. Baada hapo nimepata ka mtaji kama ka 100,000 hivi, naongezea. Kwa hiyo sidai hela yote kupitia chuo cha IFM. Au vile vile tena nimewahi kufanya kazi pale chuoni pale ya ulinzi. Mara ya kwanza kabisa ulipokuja chuo cha IFM hapa, mimi huyu Paulo Dish Kilondela nilichaguliwa, nikaenda pale nikaanza kuwa mlinzi. Mara ya kwanza kabisa kuanza kutengeneza pale chini ardhi pale, kuanza kujenga msingi. Basi nimelinda pale IFM, nilikuwa napewa hela yangu vizuri sana. Wito wa serikali, naomba tu serikali iendelee kutuletea miradi hapa tuweze kufaidi na watoto wetu
mimi na watoto ambao wamemaliza masekondari, wengine wako chuoni, naombea kusudi tuletee miradi mwingine kusudi watoto waende kusoma pale, sio wasiendelee kukaa tu majumbani. Kama wakileta miradi mwingine tufanye nini? Watoto wetu waende tena wakafanya nini? Wakasome pale waweze kufaidi. Mimi kweli naweza nikasema ni mnufaika wa hiki chuo, maana wale wanafunzi wamepanga na wanalipa kodi yangu ya nyumba na hawatusumbui hata kulipa wengine makodi zao. Kwa hiyo tuna faida sisi kama wananchi kwa sababu mimi binafsi ile nyumba hata kama nikilipwa miezi mitatu 20,000, 60,000 inafanya kazi kwangu. Uwepo wa chuo ndo maendeleo ya kijiji chetu au kwa maendeleo ya kata yetu kwa ujumla. Bila shaka umejionea namna ambavyo kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT ulivyoweza kunufaisha chuo cha usimamizi wa fedha IFM kampasi ya Simiyu, lakini pia tumeona namna ambavyo jamii imeweza kunufaika kutokana na ujenzi wa majengo haya manne yanayojengwa hapa. Endelea kufuatilia mitandao mbalimbali ya kijamii ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mimi naitwa Fradias Mgoa. Kaa nasi. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.